Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Juma Jux siku leo amezua gumzo kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuzungumza kuhusiana na kinachoendelea kati ya Diamond pamoja na Hamisa Mobeto. Tunafahamu Juma Jux ni mtu wa karibu sana na Diamond Platnumz, na maanisha Diamond ni rafiki yake mkubwa, na wanazungumza vitu vingi sana, vingine vizuri, vingine vibaya, wanashauriana, wao ni wanaume. Sasa Juma Jux kuna kitu ambacho ameweza kukizungumza kuhusiana na penzi la Diamond pamoja na Hamisa Mobeto. Tunafahamu Hamisa ameolewa sawa na Stefan Aziz Ki, lakini kuna namna fulani hivi, kuna story ambayo nimeshakuletea hapa ikiwa inaonyesha wazi kwamba kuna mgogoro mzito katika ndoa ya Hamisa pamoja na Stefan Aziz Ki, na chanzo kikubwa hapo katikati amesimama Diamond Platnumz. Unaweza kujiuliza, Hamisa siku zote alikuwa analia anataka kuolewa, lakini baadaye ameolewa, alafu ndoa anaweza kuichezea kama hivi, anaichezea kawaida tu, tena anaharibu ndoa yake kwa ajili tu ya msanii Diamond Platnumz. Lakini pia kuna story ambayo Maimartha alisema Hamisa Mobeto alienda Mwanza katika ile siku ambayo Diamond alienda kufanya tour yake ya retro tour, alikuwa pamoja na Diamond Platnumz na walilala hoteli moja, na uthibitisho Maimartha Jesse akaweza kuweka wazi kwamba Hamisa Mobeto kwa Diamond Platnumz ameshindwa kabisa kujizuia, yani hapindui dafu. Sasa siku ya leo Juma Jux ameweza kueleza kitu ambacho kinaendelea kati ya Diamond pamoja na Hamisa Mobeto, na kitu ambacho ameeleza hapa, amedai Diamond Platnumz aliweza kumwambia mambo mengi sana kuhusiana na Hamisa Mobeto, na kitu ambacho watu hawakijui, Juma Jux ameweza kudai kwamba siku ya leo ameamua kusema kila kitu ambacho kinaendelea katika moyo wa Diamond Platnumz. Anakuambia Diamond ni rafiki yake, na kile kipindi ambacho Hamisa Mobeto alikuwa anafunga ndoa, anaolewa na Aziz Ki, unaambiwa Diamond Platnumz alijifungia chumbani, alikuwa analia sana, alikuwa anaumia sana moyo wake. Jambo ambalo Juma Jux alilinoti kwa Diamond ni kwamba Diamond anampenda sana Hamisa Mobeto, lakini ilikuwa ni ngumu kwake yeye kumuoa Hamisa Mobeto kwa sababu tu Hamisa Mobeto hajawahi kukubalika na Mama Dangote. Na kitu ambacho Diamond anakifanya alafu mama yake hapendi, mara nyingi sana hapendi kumkwaza mama yake. Unaambiwa Hamisa Mobeto alikuwa anapendwa sana na Diamond Platnumz, ndio maana hata kile kipindi Diamond alipoachana na Zari alitamani sana kumuoa Hamisa, lakini Mama Dangote akawa amegoma kwamba hamtaki kabisa Hamisa Mobeto. Na sababu kubwa ya Mama Dangote kumchukia Hamisa ni kwamba anadai Hamisa ndio chanzo cha ndoa au mahusiano kati ya Diamond pamoja na Zari kuvunjika, na Zari alikuwa anapendwa sana na Mama Dangote. Sasa Mama Dangote akamwona Hamisa kama vile chawa hivi. Sasa kitu ambacho Juma Jux amekizungumza hapa, amedai kwamba Diamond Platnumz bado anampenda Hamisa Mobeto, na ni kitu ambacho hawezi kukificha, na anadai Diamond alimwambia, mimi lazima nije kumuoa Hamisa Mobeto, haijalishi ameolewa, haijalishi itakuwaje, ataolewa na wanaume wangapi, lakini lazima nije kumuoa Hamisa Mobeto. Lakini pia tunaona Hamisa ni dada ambaye anampenda sana Diamond Platnumz. Mara nyingi sana hata akiwa katika matamasha alikuwa anapenda sana awe karibu na Diamond, amsogelee, amsalimie, yani ni ile natural kabisa, wanapendana kutoka moyoni. Sasa Juma Jux akamwomba tu msamaha Zuchu, kwa sababu Zuchu ni shemeji yake, lakini wao ni Waislamu, wanaweza kaoa wanawake wanne. Yanamaanisha Diamond anaweza akamuoa Hamisa mke wa pili, mke wa tatu akapata mwingine, mke wa nne akapata mwingine. Hilo ni jambo la kawaida, na ndio maana ameamua kuzungumza hivyo, na sio kwamba eti hamheshimu Zuchu, anamheshimu na kumpenda shemeji yake, lakini jambo kubwa ni kwamba Diamond anampenda Hamisa na anatamani kumuoa leo kesho. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako chini ya comment section, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii.